1994 na 95 wakati wa mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee Warioba, mzee Msuya alikuwa na moyo wa kipekee. Alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirikia mwenye mawazo tofauti. Na alinisihi nitakapokwenda kwake nimuulize maswali mengi na niende na notebook ili nisije nikapoteza chochote atakachokisema. Kwa bahati mbaya sikufanikiwa kwenda huko. Kwa maneno mengine, nitalazimika kurudi kwa mzee Warioba ili anieleze, kwa sababu anayajua na hakutaka kuniambia yeye mwenyewe. Mheshimiwa Rais, lakini moja kubwa sana ambalo mzee Warioba aliniambia ni jinsi ambavyo mzee Msuya alifanya mambo mengi mazuri, lakini kamwe hakuwa na tabia ya kujigamba. Na hili ni moja ambalo pia Mheshimiwa Rais tumejifunza kutoka kwako. Kwa mambo ambayo umeyafanya kwa miaka hii 5 katika nchi yetu, ungekuwa na tabia za watu wanaojigamba, nadhani nchi ingekuwa ngumu sana hii. Lakini tabia yako na tabia ya mzee Msuya zinafanana. Ni wito wangu kwa vijana na wananchi wengine wa Tanzania, kila mmoja wetu kuona wajibu mkubwa ambao kila mmoja anao kwa taifa letu, na kila mtu kufanya kila kilicho ndani ya uwezo wake kuitumikia nchi yake bila kujali sifa anazopata. Chama cha Mapinduzi tutauenzi na kuuthamini mchango mkubwa wa marehemu Cleopa David Msuya, na daima tutafuata yale aliyoyaelekeza. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema hayo, nawashukuruni sana. Mungu ailaze roho ya marehemu Cleopa Msuya, Mtanzania aliyeipenda nchi yake, mahala pema peponi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mawaziri wakuu wastaafu, nimkaribishe Mheshimiwa John Samuel Malecela, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo yenye majonzi na huzuni mioyoni mwetu, ambapo tumekusanyika kwa umoja wetu kumwaga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Cleopa David Msuya. Kwa pamoja tunatoa pole nyingi